given you through the whole week. And now it is the second day of August. We are here in the Church of Lehema Gospel Ministry, ministering the Word of God. That is my prayer. I invite you so that we may be together and be blessed because of being with us in the mighty name of Jesus. So let us pray for the Word of God. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we start Jehovah serving this service. It is my prayer that you are going to be with each and everybody. You will talk to each and everybody in a wonderful way, in a mighty way, in the name of Jesus Christ, because we know that the Holy Spirit, you are leading us into the light way in the mighty name of Jesus. We pray, believing that you have heard our prayer in the name of Jesus Christ. We pray. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Tunataka kuingia katika neno letu ambalo Bwana ametupatia mchana wa leo, ambalo kichwa cha ujumbe wake kinasema do not be troubled, God is in control. Do not be troubled, God is in control. Usijisumbue, Mungu anatawala. Nalo tutalipata katika kitabu cha Mark 16, in the book of Mark chapter 16, starting from verse 1 to verse 4, and I will read it because I'm there. Yes, in Mark chapter 16, starting from verse 1 to verse 4. Are you there? Okopale, brother? My sister? Are you there? Okay, nitasoma. Saturday evening, when Sabbath ended, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome went out and purchased the burial spices so they could anoint Jesus' body. Very early on Sunday morning, just as sun rises, they went to the tomb. On the way, they were asking each other, who will roll away the stone for us from the entrance to the tomb? But as they arrived, they looked up and saw that the stone, which was very large, had been already rolled aside. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Tulisema kwamba tutakuwa tukiongea, tutanyamaza ili hata wale wako nyumbani wanasikia kwamba tuko wengi. Biblia inasema vizuri ya kwamba kama nilivyoeleza, we should not be troubled because our God is in control. Tusijisumbue, maana Mungu wetu anatawala. Utawala ni nini? Ninataka kulete neno la utawala ili tuweze kufahamu. Kutawala ni kumaanisha kwamba kila kitu, mtu akitawala kama president wetu, vitu vyote viko chini ya miguu yake. Vitu vyote viko mikononi mwake. Bwana asifiwe sana. Na anaweza kufanya kitu chochote. Praise the Lord. Ingawaje watu watanena, lakini wengi hawataweza kumfanya kitu, kwa sababu wakati mwingine sisi huona kama president ako above the rule. Praise the Lord. Naye Mungu wetu tukisema anatawala, inamaanisha kwamba chochote kile ambacho kiko juu mbinguni, maana anaishi mbinguni, kiko chini yake. Kile ambacho kiko hapa duniani, maana kiko chini yake, kiko chini ya miguu yake. Kile ambacho kiko chini, mahali ambapo hatuwezi kuona na macho yetu, kiko chini yake. Na yeye ndiye anayetawala hivi vyote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Praise the Lord. Kwa hiyo tumeelewa neno la kutawala. Control is to control everything that is within you. Biblia imesema vizuri ya kwamba Mary Magdalena pamoja na Salome na mama yake Yesu, wakati wa Jumamosi baada ya Yesu kusulubiwa, siku ya Friday ama siku ya Sabato, the Bible says ya kwamba wakaenda kujitayarisha kama ilivyo kawaida yao katika Israeli, ya kwamba mtu akikufa huwa wakijitayarisha kwenda kununua manukato
ili waende kupaka ule mwili. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa imebadilika, maana huwa watu wakikufa wanawekwa dawa. Ndio sababu hatuendagi kule kaburini pale katika mochari kupeleka manukato. Bwana asifiwe sana. Sababu mambo imeendelea ikibadilika. But on those days, Biblia inasema ya kwamba walikuwa wakinunua manukato mazuri ambayo ilikuwa na harufu kali sana ya kwamba hata ukiwa karibu na maiti hauwezi kusikia. And the Bible says ya kwamba walipoenda kununua na wakajitayarisha, wakawa tayari asubuhi, early in the morning on Sunday, wakielekea kwenda kumpaka mwili wa Kristo ili asiendelee kunuka. Maana ni kawaida ya wao kwenda kutembelea mtu akiwa pale kaburini. Bwana asifiwe sana. But on the way they were asking this question. Walikuwa wakiuliza hili swali, ni nani atakaye tuondolewa jiwe hii? Maana jiwe hii ni kubwa sana. That is stone, it was so large. Na kwa hivyo waliogopa na walishindwa, ni nani atakaye waondolea hili jiwe? Bwana asifiwe sana. Na walikuwa wakijua, wakifikiria, hata kama tumenunua manukato, hata kama tumeenda asubuhi kuliko watu wote, ni nani atakaye tuondolea hili jiwe? Praise the Lord. Lakini kile ambacho kinachonifurahisha, hawakukata tamaa na hawakutupa tumaini lao na kufika kwenye kaburi ili wapake mwili wa Yesu mafuta. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa hivyo wakaendelea, na wakati walipofika karibu na kaburi, wakakuta kwamba hata lile jiwe limeondolewa na mlango uko wazi. Na kwa hivyo wakafurahia, they were so grateful, kwa sababu Mungu ametembelea shida waliokuwa nayo na kuitatua kabla hawajafika mahali pale. Bwana asifiwe sana. Mungu akaangalia shida waliokuwa nayo na maswali waliokuwa wakiuliza. Mungu akaweza kuwajibu na akaweza kuwaondolea jiwe ili kusudi waone ya kwamba kuna Mungu anayesikia maombi yao. Praise the Lord. Hallelujah. Na hii inatufundisha ya kwamba katika maisha yetu, wakati ambapo tunapitia challenges na wakati ambapo tunapitia shida, inatufundisha vizuri ya kwamba tunapomuomba Mungu na tunapopeleka hoja zetu kwa Mungu, Mungu wetu ni mwaminifu. Yeye husikia, na Bwana asifiwe sana, na kulete jibu mara moja. Praise the Lord. Na kwa hivyo Mungu akaweza kuwajibu kwa haraka sana. Ninaangalia kile ambacho kinafanya wakati mwingine tusijibiwe haraka sana. Ni kwa sababu wakati mwingine tuna haraka, Bwana asifiwe sana, ya kufanya mambo ambayo labda pengine haitakuwa faida kwetu na haitakuwa faida kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu anaweza kuchelewesha maombi yetu kidogo kabla hajatujibu. Lakini hawa walikuwa wakitaka kwenda kupaka mwili wa Kristo ili wamtukuze Mungu katika jina la Yesu. Tukiomba maombi ya kufanya kazi ya Mungu, ya kumuinua Kristo, ya kumtukuza Jehova, maombi tutakayoomba atasikia na atarudisha haraka, maana ni kwa manufaa yake na ni kwa sababu yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini akiona unaomba maombi tu ya kibinafsi, ninaita ya kibinafsi, ya kujipenda, wewe tu peke yake ubarikiwe, hutaki mwingine abarikiwe, hutaki kanisa liinuliwe, hutaki nchi ya Kenya ipone, wewe hukumbuka tu maombi ya kibinafsi yako na mzee wako na watoto wako, labda hata pengine wakati mwingine hii maombi yetu inachelewa kidogo kurudishiwa jibu yetu na Mungu, maana tunaomba maombi ya kibinafsi. Praise the Lord. Lakini tukiomba maombi ambayo inaambatana na wema wa Mungu, naamini ya kwamba maombi yetu haitachelewa. Hallelujah. Praise the Lord.
Na kwa hivyo Biblia inasema vizuri ya kwamba walipokuwa mbele za Bwana na wakitembea na wakiongea, wakiwa na nia moja, wakiwa katika kikundi kimoja, wakifikiria pamoja na kusudi moja, Mungu aliwajibu. Unajua ni kwa nini kanisa la sasa Mungu hajibu maombi kwa haraka? Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu tumetawanyika. Ndio tuko ndani ya nyumba hii, lakini mawazo yetu mimi na yako imetawanyika sana sana. Siwezi kukuona, lakini Mungu anakuona na ananiona mawazo yangu. Tukisema tuombee kitu, mwingine anafikiria habari ya ng'ombe yake mahali alifunga labda hakuna majani. Mwingine anafikiria akitoka hapa mahali ataenda. So Mungu anaona mawazo yetu kama kanisa haishikani. Hatuko katika lengo moja, hatuko katika kanisa moja, hatuko katika kundi moja la kumtukuza Jehova. Ndio sababu nakuta maombi yetu inakuwa delayed na Bwana, kwa sababu hatukui kitu kimoja tunapomwomba Bwana. Praise the Lord. Hii inatufundisha kwamba kanisa la Mungu, tunapofika katika nyumba ya Mungu, wacha mawazo yako mbali, leta mawazo yako ndani ya nyumba. Haleluya. Ndio sababu hata nikisema haleluya, bado wewe uko nje. Ukirudi unakuta kulimaliza kusema haleluya, maana hatuko pamoja. Uko nyumbani ukifikiria safuria zako, na mimi nikifikiria gari yangu iliharibika namna gani, na mwingine akifikiria vile atatengeneza boma yake na store yake aweke mahindi, maana karibu iive. Haleluya. Am I talking to somebody? Praise the Lord. Lakini tukileta mawazo yetu pamoja, tuabudu Jehova, tuite Mungu katika roho na kweli, atafanya haraka na kuleta majibu yetu. Kwa hivyo Biblia inasema vizuri ya kwamba wakawa na swali kama hili, wakiulizana mmoja na mwingine, ni nani atakaye tuondolea jiwe hili? Maana jiwe hili ni kubwa mno na sisi kama wamama hatuwezi. And I'm here today to tell you the same question ambayo ilikuwa ikiulizwa na wale wadada wakielekea kwenye kaburi ya kuanoint Jesus. Ndio hiyo tunauliza katika ulimwengu wa sasa. Wengi tumekuwa tukiomba na Mungu ametuleta katika kikapu kimoja. From all the way out, katika ulimwengu mzima tunaombea kitu kimoja, COVID-19. Hallelujah. America, they are praying Mungu asimamishe COVID-19. Europe, the whole Europe, wanaombea Mungu asimamishe COVID-19. Asia, they are praying Mungu asimamishe COVID-19. Africa, the continent of Africa, tunaomba Mungu asimamishe COVID-19. Australia, New Zealand, pia wanaomba Mungu asimamishe COVID-19. Zote tumeletwa pamoja katika kikapu kimoja na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kile ambacho ninataka kueleza, na nilipokuwa nikifikiria na nikimwomba Mungu, akanisaidia jambo moja. Katika ulimwengu wote mzima haikosi mtu mmoja ama wawili watakatifu wanaoshirika na Mungu na wanaojuana na Mungu. Bwana asifiwe sana. Ambao wangesimama na Mungu angesimamisha COVID-19. But I'm here to tell you there is a reason. Hallelujah. The Church of Christ, Mungu akanijulisha kuna sababu. Bwana asifiwe sana. Kutoka kusini mpaka kaskazini, mashariki na magharibi, zote tumeletwa pamoja ili tufundishwe kitu kimoja na Mungu. Hapana angalia COVID-19. Maana jambo hili kama Mungu angetaka kuizima, angeizima within a minute na ikwisha completely. Praise the Lord. He's so powerful. We have a mighty God who can do it in a minute. Na inakwisha COVID-19 inasahaulika. But do you know why the Lord is doing this? Unajua ni kwa nini Mungu anafanya jambo hili kwenda pole pole? Leo litaisha, lakini Mungu anaenda pole pole. Kwa nini? Maana anatufundisha, where you are, where am I? This is not our praise. Kuna mahali ambapo ameenda kutuandalia, na anajua ya kwamba tukiishi starehe tutasahau ya kwamba
ndio kwetu. Nimekuja kueleza na ujumbe wa Mungu ndio hii, hapa sio kwetu. Usitosheleke, ndio sababu umeletewa barua hii, ndio sababu umefundishwa jambo hili ya kwamba kuna mahali baba yetu alienda kutuandalilia, na ikiwa tayari tutaishi mahali pale, mahali hakuna magonjwa, mahali hakuna shida, mahali hakuna adui, mahali hakuna majaa, mahali hatutaenda uchi, mahali ambapo tumebarikiwa asubuhi na jioni. Sisi tutakuwa tumebarikiwa in the mighty name of Jesus. This is why the Lord is trying to heal our nation, kwa sababu anataka ujue ya kwamba hapa sio kwako. Hata ukila vizuri leo na ukunywe vizuri, this is not your place. There's somewhere where the Lord is preparing for you. Praise the Lord. Na pale hapata kuwa na shida. Wakati tunalia shida na matatizo, magonjwa katika miili yetu, COVID-19, tulikuwa na AIDS, tulikuwa na asthma, tulikuwa na kansa, kuna TB, kuna kitu ambacho tunaita diabetes, kuna pressure na mambo mengine. Ninataka kumaanisha, unataka kuniambia Mungu, Bwana asifiwe sana, anaweza kuachilia watu wake mambo haya yote? Hapana. Nimekuja kusema kwamba Mungu atakuachilia. Angalia jirani yako, mwambie Mungu atakuachilia. Hii yote itatokea na utaiona na macho yako. Lakini hata ukiiona, amka mpendwa, angalia mbele ya salvation ambayo Bwana analetea kanisa lake, ya kwamba hapa sio kwetu. Kwetu ni mji wa mbinguni. Hapa ndipo tumeitwa na Kristo Yesu, na anatuandalilia in the mighty name of Jesus. Kwa hivyo kanisa, tukae maisha matakatifu. Haleluya. Mambo yote tunayoyaona ni mazuri inafika mwisho. Mambo yote ambayo ni mazuri ina mwisho wake. Praise the Lord. Lakini Bwana ameangalia akiwa juu mbinguni, akaona yote iliyo katika hapa duniani ni bure. Na ndio sababu Paulo akasema ya kwamba ninachechemea, ninapigana vita vizuri, ili nifikie mende ya dhahabu yangu, mahali ambapo nilipoitwa. Maana yote nikiangalia, ninaona kama mambo ya dunia ni mafi, lakini yeye ambao natarajia na yeye ninatumainia ni uzima wa milele. Jina la Bwana libarikiwe. Tukule na tukunye, mimi sikatai. Hata ninakuombea Mungu akubariki, hata nami anibarikie. Lakini tuwe na hii message, hapa sio kwetu, kuna mahali ambapo tunaenda, ile mighty name of Jesus. Ndio ujue ya kwamba mambo haya yanatufundisha mambo mengi. Right now, COVID-19, Bwana asifiwe sana, imesimamisha everything. Businesses, they are not doing well. Biashara hasifanyi vizuri. Aliye na biashara ainue mkono wake kama biashara yake inafanya 100%. Iko mtu biashara yake inafanya 100%? Iko. Tulisema tuongee, tusinyamaziane. Iko. Iko. Si kazi zimeharibika? Bwana asifiwe sana. Watoto wako shule? Watoto hawako shule kwa sababu ya COVID-19. Bwana anajua kushika watu sawa sawa. Hakuna mtu ambaye anaweza shika watu kama vile Bwana anaweza kuwashika na kuweka laini. Hata president wa Amerika akiongea akiwa Amerika, na ndio wanatawala dunia, hapa Kenya hata tawala. Bwana asifiwe sana. President wa hapa atasema, wewe ongea mambo ya Amerika na mimi niongee mambo ya Kenya, kwa sababu kila mtu anatawala mahali pake. But our God, He is the King of Kings. He is controlling heaven and earth underneath in the name of Jesus. Anatawala vitu vyote na watawala wote wako mikononi mwake. Ndio sababu tunakutanisha weusi na weupe, wote wafupi na warefu, na tunawekwa laini moja na Mungu. Jehova ni Bwana. Mungu ni Mungu mwaminifu. Ili ujue Mungu wetu ni Mungu ambaye anapenda watu wake na hawezi kutuachilia. Angalia huyu mtu ambaye tunaita Jehoshafati. Tata kusoma nyumbani 2 Chronicles chapter 20 verse 13 and 17. Utaona ya kwamba
Jehoshaphat wakati mmoja alikuwa na maswali kama haya. Akainukiwa na Wamoabu na Waemoni na hata Waedomu wote. Nchi zote zikainukia Jehoshafati mfalme wa Yuda na Yerusalemu. Wakamwambia, sikia, unajifanya na Mungu wako, lakini sisi tutahakikisha tumewaangamiza ninyi nyote, kwa sababu Mungu wetu ni mkuu. Wakati Jehoshafati aliposikia namna hii, the Bible says ya kwamba akakumbuka kuna Mungu anayetawala mbinguni na anayetawala hapa nchi. Bwana asifiwe sana. Akaenda kwa Yuda na Yerusalemu, akawaambia, jamani, tuamuke zote, watoto kwa wamama, wazee na watu wote, hata wale wakongwe tunaambiwa wasikuje kanisani. Kumbe wana sehemu katika nyumba ya Mungu. Hapa ulimwenguni ndio hawaonekani kama wana faida, lakini kwa Jehova wana faida. Akasema mpaka wakongwe, mpaka watoto wote, twende katika hekalu la Mungu, tumuombe Bwana, maana yeye ndiye aliye na msaada wetu, ndiye atakayetuokoa kutokana na mambo haya ambayo yametukuta. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema vizuri, walipoenda mbele zake Bwana na wakatafuta uso wa Mungu, wakamuomba Jehova. The Bible says ya kwamba Mungu akanena kupitia nabii wake mmoja wakati ambapo walipokuwa wakiomba. Akamwambia Jehoshafati, sikia, Mungu amesikia maombi yetu. Na Mungu anasema hivi, hao watu kwa sababu wamekudharau, Bwana asifiwe sana, na umekuja kutafuta ushauri kwangu, wewe wachana na wao. Fanya kitu kimoja tu, chukua tarubeta na uchukue darama na uchukue manyanga na uchukue chochote kile ambacho kinaweza kumwabudu Mungu. Bwana asifiwe sana. Nataka mkusanyike pamoja kama jamii moja, kama kikundi kimoja cha Jehova, muniabudu, munitukuze. Niwachieni hii kazi, mimi nitaifanya na kuimaliza. Halo, ninapenda hii. Bwana asifiwe sana. Kumbe hata Mungu akiwa juu mbinguni anataka watu wakuje kanisani. Usilale nyumbani mpendwa, maana ukilala nyumbani wewe ndio unafanya sisi tuweze kupigwa na adui zetu, maana hauongezi sauti yako katikati ya sauti zetu. Hautuongezi nguvu tunapoishiwa na nguvu, maana tukiwa wengi tutatoa sauti kubwa, adui atatoroka. Haleluya. Kwa hivyo kuna sababu ya Mungu kuambia Jehoshafati wakutane kama kanisa. Haleluya. Nimekuja kuambia kanisa, kufika katika nyumba ya Mungu sio kuwa mjinga. Kufika katika nyumba ya Mungu sio kukosea njia. Kufika katika nyumba ya Mungu inadhibitisha ushindi wetu, inadhibitisha umoja wetu, inadhibitisha nguvu zetu katika ufalme wa Baba, katika jina la Yesu. Na wawili ama watatu wanaweza kukuza adui wengi kuliko mtu mmoja. Kwa hivyo usilale nyumbani, amuka hata wewe uko nyumbani. Ninakunenea katika jina la Yesu, wacha uzembe. Nyinyi ndio mnafanya nchi ya Kenya ikose kupona kwa sababu hamuongezi sauti yetu katikati yetu. Tuongeze sauti nyingi, tuweke nguvu mingi. Mungu asikie akiwa juu mbinguni, baraka zifunguliwe na uponyaji ufike. Nchi ya Kenya ipone katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Walipofika Yuda na Yerusalemu na wakafika mbele za Bwana wakaitana. The Bible says ya kwamba walipoendelea kuitana, Mungu akasikia, akasema ya kwamba muniwachie hii. Kile ninataka ni munisifu, muniabudu na muniheshimu. Abudu Mungu wako. Haleluya. Nasema abudu Mungu wako. Kuabudu sio ujinga. Kuabudu Mungu ni kumtukuza. Na sisi sote tumeumbwa tumpendeze kwa kuimba na kumtukuza na kumwabudu. Mungu hataki kitu yoyote. Bwana asifiwe sana. Mungu hataki pesa yako, maana mbinguni hakuna pesa inafanya kazi. Pesa yako inasaidia utumishi wa Mungu
apate nguvu, asikufe na njaa, ili akuletee neno la Mungu na akuombee. Hello. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. So wakati ambapo wananyima mtumishi wa Mungu pesa zako, ni kumaanisha ya kwamba kazi yako ni ya kibinafsi, ni yako na watoto wako na mke wako. Naye Mungu anaondoka. Bwana asifiwe sana. Na unabakia kama ulikuwa unaenda 50 speed ama 60 speed, unabakia na 60 speed kwa sababu Mungu ametoka. Lakini ukikaribisha mali yako na wewe pamoja na nyumba ya Mungu na mtumishi wa Mungu, utakuwa ukienda 80%, 100%. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mbegu zilizoanguka kwenye njia zikaliwa, zilizoanguka kwenye mwamba zikakauka, zilizoanguka kwenye mimba zikachomwa na mimba, hazikutoa mazao mazuri. Zilizoanguka kwenye rutuba ikazaa 100 kwa 100. Jina la Bwana libarikiwe. Weka mali yako katika rutuba, katika nyumba ya Mungu, nayo itazaa 100 kwa 100. Katika nyumba ya Mungu hakuna kitu atawachilia kiharibike. Nondo na kudu ni yeye anakataza. Jua ni yeye anazima. Lakini akikuachia hapo itakuwa inarogo, unajua unakuta imekauka mara ngapi? Imepasuka mara ngapi? 3. Lakini tuweka katika nyumba ya Mungu inazaa 100 kwa 100. Praise the Lord. Hallelujah. Biblia inasema vizuri ya kwamba walipofika pamoja na wakaanza kuomba Mungu, kuomba Mungu na kumtukuza Jehova na kumwimbia Jehova, the Bible says ya kwamba Mungu akashuka na jeshi lake. Hakuna kitu kingine kinaweza fanya Mungu ashuke na jeshi lake. Haleluya. Katika Biblia nimeangalia na nikaona hakuna mahali ambapo Mungu anaweza kushuka na jeshi lake. Anashuka tu wakati watu wake wameinukiwa. Hello. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kumbuka habari ya Elisha. Wakati mfalme wa Samaria alipokuja na jeshi lake, maana Elisha alikuwa akitakuwa na akionyeshwa na Mungu lolote ambalo wanalopanga na jeshi yake, na alikuwa akilitambua mbele ya mfalme wa Israeli ama wa Yerusalemu. Naye akafikiria ya kwamba aende akaue Elisha. The Bible says ya kwamba akaja na jeshi lake akazingira nyumba ya Elisha. Haleluya. Naye Mungu akiwa juu mbinguni akashuka na jeshi lake. Gehazi akatoka asubuhi akafungua mlango. Alipofungua mlango akakuta jeshi la Samaria limejaa. Bwana asifiwe sana. Akasema, ole Mungu wangu Elisha, maana tutakwisha. Elisha akamwambia, funga mlango, hautakwisha. Akalia, Mungu ninaomba fungua Gehazi macho aone jeshi ambalo liko juu yetu la kutoka juu mbinguni. Bwana asifiwe. Akamfungua macho Gehazi, akaangalia akaona jeshi la Bwana ambalo lilikuwa juu yao. Akasema, tumepona. Haleluya. Nimekuja kukueleza kanisa la Jehova, wakati utainukiwa, wakati adui zako watainuka, Mungu atashuka na jeshi lake. Jehova atashuka na jeshi lake na hawata kuangamiza. Utapona, utaokolewa katika jina la Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Jeshi lote la mbingu likashuka juu ya Waamoni na hata Waedomu na hata Wamoabi, ikawakosanisha, ikawaua wote, wakakwisha mbele ya Israeli. Haleluya. Wakati huo Jehoshafati walikuwa wakiimba na tarumbeta. Haleluya. Hapa tuna tarumbeta. Bado shukuru Mungu tutanunua tarumbeta. Walikuwa wakiimba na tarumbeta na manyanga. Nani anakuwa na manyanga? Wamama, manyanga ilienda wapi? Na ndio mnakuwa naye ya kupiga. Wazee kalenga ilienda wapi? Na hiyo ndio inapigwa. Bwana asifiwe sana. Na vitu vyote ambavyo vinaweza kutoa sauti wakatoa sauti. Bwana asifiwe sana. Mungu akashuka, akakuja akakaa juu ya sifa za watu wake. Maana Bwana ukaa juu ya sifa za watu wake wanapomtukuza. Bwana asifiwe sana. Adui zao wakaanguka wakaisha. Yerusalemu akasema, tumeokoka. Haleluya. Nimekuja kukueleza mpendwa, ninayekupenda. Mungu atakuokoa kutokana na adui yako. COVID-19 itatufunza, lakini hata ikitufunza hautapatikana naye.
itaisha na tutakuta watu wote wako hapa katika jina la Yesu. Itakuta jamii yako ikiwa salama salimini. Mungu atakuficha katika jina la Yesu. Na mambo ikiharibika sana, atashuka na jeshi lake akosanishe adui ili akuokoe. Maana anaweza kufanya kazi kubwa akiokoa mtu mmoja tu. Bwana asifiwe sana. Anaweza uwa watu 1000 akiokoa wewe peke yake katika jina la Yesu. Wewe ni mtu unayependeka, wewe ni mtu wa Mungu na mtoto wa Mungu katika jina la Yesu. Na Mungu ni baba yetu, hatuna baba mwingine. Hata tukiwa na baba 1000 tunajua baba yetu ni Mungu na hatuna Mungu mwingine katika jina la Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo jipe moyo. Haleluya. Jipe moyo. Biblia inasema katika kitabu cha Isaia 35 aya yake ya 3 na 4, akasema ya kwamba jipeni moyo, ambia magoti inayolegea, ambia mikono inayotetemeka. Bwana asifiwe sana. Ambia moyo ambao umejaa hofu ya kwamba Bwana wetu anakuja, yeye yuko njiani na msaada wake na wokovu wake, akija kuokoa kanisa lake. Lile ambalo hatuwezi, Jehova analiweza. Lile ambalo limetushinda, Mungu wetu anatusaidia. Lile ambalo limekuwa ngumu, Mungu wetu anatutatulia. Tukifika mwisho wa njia, atafungua njia mpya in the mighty name of Jesus. Haleluya, kanisa la Mungu. Haleluya. Ambia jirani yako, wacha kuregea. Magoti, nenea magoti yako inayotetemeka, ambia usitetemeke. Jehova yuko hapa na analeta msaada wake katika nyumba yake, kwa watoto wake, kwa washirika wake na kanisa lake. 2020 hatutakufa, maana Jehova anakuja na msaada wake katika jina la Yesu. Ambia mikono inayolegea, ambia roho yako iwache uoga, maana kinachotumaliza ni uoga. Maana kila asubuhi tunaamuka, tunaona news kwa TV, tunaona news kwa gazeti ya kwamba kumbe leo ni kubaya kuliko jana. Haleluya. Ugonjwa umesuka zaidi kuliko jana. Tunatarajia kesho kutakuwa bora, unakuta ya kwamba ndio kumeharibika kuliko jana. But I'm here to tell you, hata kuharibike. Hata kuharibike. Tuna Mungu anayetujali, asiyewachilia watoto wake, asiyewachilia watu wake. Watu watahangaika, maana hawajui njia. Watu watasumbuka, maana hawamjui Mungu wao. Lakini sisi tunayejua Mungu wetu, jitie nguvu ndani ya moyo wako ambao umejaa hofu. Ambia moyo wangu, kuwa na amani. Encourage yourself in the name of Jesus. Kwa sababu Bwana anakuja msaada wake katika jina la Yesu. Haleluya, kanisa. Tunashukuru Bwana. Na kwa sababu ya masaa yetu ya wale watu ambao wako online, tumefika mwisho. Ninakuombea nguvu mpya katika jina la Yesu. Haleluya. Nataka usimame na miguu yako tunapoenda kuombea wale wako nyumbani, kwa sababu ni vizuri na utabarikiwa. Ni kawaida yetu ya kwamba tunapofika mwisho huwa tunaombea wote ambao wako wagonjwa na wote ambao hawasikii vizuri wakiwa nyumbani ama popote ambapo wanaweza kuwa, sababu tunaamini Mungu wetu anaweza. Kama vile alivyosaidia wale wa mama, kama vile alivyosaidia Jehoshafati na watu wake, hata wewe atakusaidia. Maana Biblia imetueleza kwamba wewe ni wa dhamana kuliko vitu vyote. Praise the Lord. Haleluya. Bwana asifiwe. Niinulie mkono jameni. Sema Mungu wetu ni mkuu. He is in control of every situation. Of every situation. Wherever you are, He is taking control. He is caring for you. Nami ninaamini ya kwamba tutaombea walio manyumbani ili Bwana aweze kuwaponya katika jina la Yesu. Tuombee hawa. Ikiwa wewe uko nyumbani na usikii vizuri na unasikia kwamba unaumia na wewe ni mgonjwa, it is my prayer, guza mahali ambapo unaumia na nitakupeleka mbele za Bwana, naye Bwana atakuponya, maana ni Mungu anayetuponya. Asante. Tuombee walio nyumbani. Mungu wetu, tunakushukuru. Wewe ni Mungu mwema na Mungu mwaminifu.
ukuu wako wote ni wa milele. Wewe ndio umetuahidi kupona, kwa sababu Bwana ulituchukulia magonjwa yote pale Kalvari. Hatuna deni na shetani ya magonjwa, maana umetulipia Bwana kwa viboko 39 umetulipia Kristo mwana wa Mungu. Asante Jehova. Naombia aliye nyumbani, naombia aliye karibu, na Bwana aliye mahali popote pale, guza moyo wake, guza mwili wake, sehemu zake ambapo anaumia, ninamuombea uponyaji katika jina la Yesu. Mtende vizuri kwa sababu wewe ni Bwana. Asante Mungu, maana utamponya katika jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu ya wote walio mbali. Tunawaambia kazi zao. Ninaombea Bwana milele hata familia yao. Ninaombea ndoa zao zikaweza kusimama. Naombea roho zao zikaweza kusimama. Wale wanalegea watie nguvu. Wewe ni Mungu unayetutia nguvu tunapofika mwisho. Kwa hivyo Bwana, ninawaombea wakiwa mbali, wabarikie wiki mzima, watende vizuri. Wewe ni Bwana mwema na Mungu mwaminifu. Naomba nikiamini umesikia na umetenda, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asante sana. Shalom. May God bless you. Thank you. Bwana asifiwe.